Sasa sisi kama watu tuliookoka tunatakiwa tutambue kwamba kuna vitu viwili ambavyo lazima viwe katika utendaji. Kwanza ni kwamba Roho Mtakatifu ndiye mtendaji. Tukizungumza habari ya nguvu ya dola, ni Roho Mtakatifu. Katika lolote utakalofanya, katika vyovyote utakavyoishi, kama yeye hata husika, utavunja sheria. Na leo ndio tunaona kanisa kwa asilimia kubwa linaishi kwenye kuvunja sheria, kwa sababu Roho Mtakatifu hajapewa nafasi yake. Hajapewa nafasi yake kwa sababu yamkini hajatambulika umuhimu wake ni nini. Umuhimu wake ni nini katika maisha yetu ya wokovu, na umuhimu wake ni nini katika utumishi ambao tunaotumika. Sasa tunao mfano ambao ndio tumeweka hapa. Kuna vitu vile vilipatikana kwa siku tofauti na mwaka tofauti, na utendaji wake unatofautiana. Lakini utendaji nimekueleza hapo kwamba hii mtu anaweza kuvunja sheria kwa sababu ya upendeleo, lakini huku sheria inatakiwa ichukue mkondo wake. Na sisi sasa, Mungu anasimama kwenye sheria zake, amri na maagizo yake. Huko hata tuhitaji kuzungumza tena, maana tushajifunza sana. Anasimama kwenye maagizo yake, kwenye sheria zake na kwenye amri zake. Na katika kusimama huko, katika utendaji kazi, katika wokovu wangu, lazima niishi katika sheria zake, lazima niishi katika kanuni zake. Lakini ili niweze kuziishi, lazima nizitambue. Ili niweze kuziishi, lazima nizitambue. Hapa tunasema yule mtu anayeegemea kwenye masuala ya chama, nikizungumza sasa Tanzania, kwenye masuala ya chama, sisemi ndivyo ilivyo, mimi nafundishia tu, natoa mfano. Kwenye swala la Tanzania, mtu yule ambaye atabezi sana kwenye chama atakuwa anaishi kwenye mwaka 1961 walipopata uhuru. Kwa hiyo atautafuta ule uhuru huo, lakini hata kaa kwenye sheria. Lakini ili aweze kukaa kwenye sheria, ataitafuta nguvu ya dola inavyofanya kazi, ili aweze kuishi kwenye kanuni. Kwenye kanuni. Sasa sisi tukiangalia tuliookoka leo, tunaishi nje ya kanuni kwa asilimia kubwa, na kwenye utumishi wetu tunatenda nje ya kanuni kwa asilimia kubwa. Sasa tunapaswa tutambue Mungu ana vitu anafuatilia, anasimama kwenye kanuni zake. Huko sitazungumza, anasimama kwenye kanuni zake ambazo alishaziweka, maana zina kazi zake, zina sababu na zina maana, na ndio maana ziliwekwa. Sasa mtu akisimama akasema mimi nimeokoka tu, kwa maana yake nimepata uhuru. Uhuru kupata unaweza kwa kuingiza kwenye kifungo kwa kutokuelewa kanuni za dola, kwamba uishi vipi. Sasa kuishi hivyo ninavyotakiwa kuishi na kutenda hivyo ninavyotakiwa kutenda, ndio pale sasa natakiwa nifahamu hiyo kweli, niijue kweli yake. Nikishaijua kweli, itaniweka huru kweli kweli, maana itaniondoa kwenye hatia na uvunjaji wa sheria. Itaniondoa kwenye hatia na uvunjaji wa sheria. Sisi kama kanisa tunapaswa kuelewa haya. Tunachukua wokovu kama msaragambo, kwamba nimeokoka basi, tumepata uhuru basi. Wakati Tanzania inapata uhuru, bado ilikuwa chini ya utawala wa mkoloni. Kwa manake dola ilikuwa bado imekamatwa na mkoloni. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa tunakuta mtu ameokoka, lakini nafsi bado imekamatwa na shetani. Kwa hiyo kile anachotaka shetani wewe ufanye, unafanya, na pamoja na kwamba unasema uko huru. Ndio hiyo Nyerere akasema hapana bwana, hii ina maana kwamba bado tunatawaliwa. Yaani kuna siri fulani iko, lakini bado sisi ni watumwa. Ndio maana watu wako ndani ya wokovu lakini bado ni watumwa. Lakini tunatakiwa kutafuta sasa ile kanuni, sheria ya Bwana,
ambayo itaniwezesha mimi kuweza kuishi katika uhuru huo ambao umebeba sasa utawala wangu wa dola. Kwa maana sasa naendeshwa ama sasa niendeshwe na nguvu ya dola ya ufalme wa Mungu. Kwa nguvu ya dola ya ufalme wa Mungu ukiniendesha, utausikia uhuru ambao ninaozungumzia. Utawala ambao ndio nimeutolea mfano. Kwa sababu sasa Tanzania ilipewa uwezo wa kumiliki vyombo vya mahakama. Kwa hiyo ndo mahakimu wakawekwa wa kwetu. Kila kitu kikawa kinafanyika na sisi. Tena sio wakoloni. Kwa hiyo polisi nini hizo ambazo tukizungumza habari ya nguvu ya dola, tunazungumzia ile mamlaka. Kwa hiyo unakuwa wewe unaingia kwenye mamlaka ya ufalme wa Mungu na kuendeshwa na mamlaka hiyo. Hapa ndipo mtu anaweza kauona ule uhuru, na si uhuru tu, akauona ama akakutana na ile amani ya Kristo, furaha ya Kristo, na akaweza kuelewa faida ya wokovu ni nini. Kinyume na hapo ni ngumu. Kwa sababu hapa tunaona kwamba uhuru ulipatikana, lakini fedha ilikuwa bado haiwezi kutumika kwetu. Lakini sasa yani nikisema ya kwetu kwamba kutengeneza na kuweka picha ya rais kwenye pesa, hiyo ni nguvu ya dola. Sasa kama Kristo Yesu hawezi kuandikwa kwenye kibao cha moyo wangu, kama Kristo Yesu hawezi kuonekana kwenye maisha yangu, kimwenendo, kitabia, hivyo muonekano, matendo, maneno, ina maana mimi bado ni mtumwa katika eneo fulani. Ndio hii ambayo nimetolea hapa ya kwamba Nyerere alifight akasema hapana bwana, lazima dola tuishike wenyewe. Tuwe na pesa zetu. Tunataka tuwe na pesa ambazo zenye sura ya rais. Na sisi kwenye utendaji, kwenye maisha yetu ya wokovu, ndivyo hivyo mtu anavyotakiwa kuwa. Ndio maana Biblia inasema kwamba ufalme wa Mungu utatekwa na wenye nguvu. Nyerere alikuja kupata hii nguvu ya dola kwa sababu aliona hapana, hapa kuna ulaghai. Hapa hapajakaa sawa. Sura ya mimi, fedha na sura iliyowekwa ilibadilisha pia matamshi na maneno ama majina ya fedha. Sasa na mimi ninapoingia kwenye nguvu ya dola ya ufalme, hata majina yangu yatabadilishwa. Kila kitu changu kitabadilika. Na katika kubadilika kule ndio nitauona sasa ule uhuru ambao naona kwamba niko free. Mimi sasa hivi niko huru kwa sababu kila kitu kinafanyika kwa namna fulani na sio kwa namna hii. Kwa namna ile ilikuwa unaenda ukifika mahali fulani hapa hamruhusiwi kuvuka. Kwa maana yake bado uko chini ya utawala. Na wako watu waliookoka bado wanaishi hivi. Na kwenye utendaji kazi kama watumishi wa Mungu, wako ambao watumishi tunatenda kazi lakini bado tumewekewa mipaka, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatuzuilia sisi kuvuka ile mipaka. Sababu bado kuna utawala ule wa kwanza unaotawala ambao mimi sijapata nguvu ya dola. Nguvu ya dola naitaka kwa sababu niwe ile mamlaka ya ufalme wa Mungu ndio itende kazi ndani yangu. Uweza, nguvu na mamlaka yaonekane katika utendaji tunapotenda kazi. Kwa maana kwamba sasa na tufike mahali sisi ambaye ni watenda kazi tuache bla bla bla. Tuache maneno yasiyoleta udhihirisho wa Kristo Yesu, kwa sababu tu kuna ile mamlaka ya dola ya ufalme wa Mungu inashindwa, haina uwezo wa kunipa mimi utawala. Yaani kunipa mimi uwezo wa kuzungumza. Lakini lazima tufikie hapo sasa. Ndipo tunapokwenda kuingia kwenye utendaji kazi. Utendaji ambao unakwenda kutuingiza kwenye full, yani ile nikisema udhihirisho kamilifu wa uweza wa ufalme wa Mungu kuonekana na kutenda kazi. Na hiyo nasema inawezekana kwa sababu ilishawahi kufanyika. Kama wakati ule wa taifa la Israeli ilifanyika na wale walikuwa ndio kanisa la wakati huo, hata sasa inaweza kufanyika, na ndivyo inavyotakiwa ifanyike, kwa sababu sisi ndio kanisa la sasa. Kama Mungu alionyesha vitu vya ajabu wakati huo, kwa maana alionyesha udhihirisho wake mpaka kuweka hofu kwa taifa lake,
Kanisa leo lazima Mungu aonyeshe udhihirisho wake ili kanisa liweze kuingiwa na hofu. Yaani hilo ndio badiliko tunalozungumza, nguvu ya dola. Tukisema nguvu ya dola tunamaanisha kwamba kwa nini mtu afanye kitu kwa siri? Kwa sababu kuna nguvu ya dola inamzuia. Kwa hiyo kwa nini mtu aache asiibe? Anaogopa nini? Anaogopa nguvu ya dola. Sasa kwa nini kanisa lisiache kutenda dhambi? Lazima kuwepo na mamlaka ambayo sisi kama kanisa tutaitambua hiyo mamlaka, na kuitambua hiyo mamlaka lazima mamlaka hiyo ikae kwenye udhihirisho wake wa kiutendaji. Nani atairuhusu iweze kukaa kwenye udhihirisho wa utendaji? Tunaona hapa Nyerere ndo alisimama akasema hapa pana utapeli, tunataka nguvu ya dola. Na sisi ndo wa kusema tunataka nguvu ya dola ya ufalme wa Mungu isimame, ili sheria yake Mungu ndio iweze kusimama. Ule uweza ambao umeonekana ni kituko kwamba Mungu hawezi, ni sisi tunaweza kufanya jina la Bwana likaheshimika tena. Ni mimi na wewe ndio naweza nikafanya mpaka watu wakaingiwa na hofu. Hauhitaji kupiga makelele. Maana nasema tuondoke kwenye bla bla bla, tuingie ndani tukadai ile mamlaka ya dola ili iweze kusimama na kuingia kwenye utendaji. Hata watu wakija kanisani wawe na adabu, wajue wamekuja kwa nyumba ya Mungu. Mungu aliniambia, nasi alisema na kanisa kwanza, akasema waambie wasije kwa mazoea kwamba wanakuja kanisani, wajifunze kwamba wanakuja kwenye nyumba ya Mungu. Nyumba ya Mungu ni tofauti na kuja kwenye kanisa. Kanisa liko kanisa la shetani pia, lakini nyumba ya Mungu inabeba hofu ya Mungu ndani yake. Nani anaweza kufanya hivyo? Alitokea mmoja Nyerere na akasema hapana, wakaenda Uingereza kudai. Nani anaweza kusimama kuweza kudai mamlaka ya Mungu iweze kutenda kazi mahali? Tunaweza. Wewe unaweza na mimi naweza, kwa sababu ile mamlaka ya kiutendaji iko kazini na inafanya kazi. Mamlaka ambayo inaweza katiisha watu bila wewe kutoa kinywa chako, akafanya mwenyewe. Kuna mtu anaelewa nasema nini? Sisi ndio tunaweza kusimamisha heshima ya Mungu. Nguvu ya dola ikasimama. Watu watakao kuja kanisani wakaone kuna pesa imeandikwa sura ya Yesu. Waone kuna sura ya Yesu inaonekana mahali pale. Tukasikie neno la kweli linalotoka kwa Kristo Yesu. Nguvu ya dola ili watu waweze kukaa vizuri ndani ya wokovu. Tumechoka na haitakiwi tena watu kukaa kwenye sura ambazo zinatukanisha jina la Kristo, wakati nguvu ya dola bado ipo. Imefika wakati nguvu ya dola kusimama na kufanya kazi yake. Mamlaka ya Kristo lazima isimame na kuachilia uwezo wa kifalme ili watu waweze kuogopa. Aliyekuwa mwizi akitoka jela asiibe tena. Aliyekuwa mzinzi akiiba waume za watu asiibe tena. Aliyefanya maovu aogope asifanye tena, maana nguvu ya dola iko kwenye mamlaka ya kiutendaji. Serikali ikifika mahali pa kudharauliwa, ni nguvu ya dola imedharauliwa. Serikali ikifika mahali ambapo kila mtu anaweza kufanya anachotaka kwa sababu anajua atahonga, hakuna serikali hapo. Na Kristo Yesu, ufalme wa Mungu umefikishwa mahali hapo na kanisa. Lakini tunaweza kusimamisha nguvu ya dola ya ufalme na ikasimama ikafanya kazi yake. Na ndivyo ilivyokuwa. Na huyo naye hakusimama tena kwenye madhabahu hii mpaka leo tunapozungumza. Hiyo ndio nguvu ya dola inavyotakiwa. Inaweka hofu na utisho. Kanisa linazizima bila kuzizimishwa. Kanisa linaogopa na kutetemeka. Yaani watu wanashika adabu wakiadabishwa na nguvu ya dola, sio maneno yetu. Lakini sisi tunatakiwa kufanya nini? Kuiruhusu nguvu ya dola ya ufalme wa Mungu isimame na kufanya kazi. Kwamba wewe kija hata kama ulikuwa umeshindikana wapi,
iko nguvu ya dola. Ina uwezo wa kukufanya wewe ukawa raia mwema wa ufalme wa Mungu. Ukawa raia mwema, ukasema yaliyonikuta jela siwezi kwenda tena huko jela. Wacha nikubali niwe raia mwema, nikatafute kazi nifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tutakapotambua, tutakapoelewa. Nimetumia hii mifano miwili ya uhuru wa kisiasa. Tuondoke kwenye bla bla. Tupiga siasa sisi sasa. Lakini tunataka mamlaka iliyobeba uweza wa nguvu ya dola ya ufalme wa Mungu kama nguvu ya dola ya kibinadamu. Kwa sababu kuna mtu mmoja amesimama akadhihirisha uweza wa nguvu ya dola inavyoweza kufanya kazi, kuzuia mali ya nchi, kulinda mali ya nchi, kusababisha mali ya nchi iweze kutumika kwa wananchi. Na wengine sasa wanaanza kufuata. Kwani walikuwa wapi? Walikuwa wapi? Lakini mtu mmoja tu akisimama anaweza kusababisha. Kanisa linaweza likabeba hofu ya Mungu. Kanisa linaweza likaishi kwa namna ambaye Mungu anataka kanisa lake liwepo, na ndivyo aweze kujidhihirisha. Lakini anatakiwa mtu. Yule kijana anatembea kama ambaye hayupo. Ukimwangalia na mtu kama kichwa chake anacho mwenyewe, ana vya kwake mwenyewe, asikilize vya mtu. Na hivyo ndivyo ambavyo tunavyotakiwa nguvu ya dola iweze kufanya kazi ndani ya kanisa. Tunataka nguvu ya ufalme wa Mungu, mamlaka ya ufalme wa Mungu yatende kazi. Wewe watu wataadabishwa Bwana, maana mamlaka ya ufalme ina nguvu ya kiutendaji. Jiungamanishe huko ndani na nguvu ya utendaji ili uweze kutawala na kumiliki falme na mamlaka zinazotenda kazi na kurubuni watu na kudanganya watu kwamba haiwezekani. Tunaweza kufanya watu wakaelewa kwamba inawezekana, kwa sababu dola ya ufalme ikisimama na kufanya kazi, watu wataona kumbe inawezekana. Kama alivyosimama huyo Trump, watu walisema haiwezekani, lakini yeye amesimama, hakuna mtu alimtuma, amesimama mwenyewe na anaonyesha kwamba inawezekana. Afrika ina rasilimali. Kale kanchi kalikuwa kajulikani ni kadogo sana, lakini pesa zipo sasa hivi. Mali ipo katika nchi hii sasa hivi. Sasa hivi hataki tena mikataba. Fikiria walikuwa, ndio mimi ninasema jamani, wachani tujifunze na tufundishwe na mambo ya duniani. Walikuwa hawana uwezo wa kununua nguo mpya, wanaishi kwa mitumba. Lakini yeye amesimama akasema mitumba sio ya kwetu. Chochote kinachomhusu shetani sio cha kwetu. Kama tulikuwa tunakikumbatia sio cha kwetu. Akasema hapana. Wakachoma moto. Hatutaki. Kama mwataka vaini nyinyi, si za kwenu, vaini wenyewe. Sisi tutavaa nguo mpya. Hata mikataba ya uwekezaji anasaini na Waafrika. Kwa nini? Kwani leo mwaletewa nini kutoka China kama sio mataputapu? Sasa hivi kila mtu anazingia kwamba kuna vitu rahisi vya kichini. Sio vitu, ni mataputapu. Lakini uweza wa kutengeneza vitu katika quality nzuri upo. Lakini kwa nini haufanyi kazi? Siasa. Nguvu ya kisiasa. Tunataka nguvu ya dola iweze kutuletea ule upya ambao tulikuwa hatuuoni na tunahitaji kuuona, uliobeba uhalisia wa ufalme, ambao umebeba original ya kila ambacho tunakihitaji sisi kuishi nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani anatupatia furaha ambayo sio ile ya kutoka kwa Kristo. Lakini sasa kanisa tunataka furaha ya Kristo. Furaha sio hesabu pesa. Watu Kristo wanakimbia huko na kule. Watu waliookoka wanakimbia huko na kule. Wanatafuta pesa, wanatafuta waombewe, wanatafuta wapewe passport kwa kuombewa, waende Marekani wakapate furaha. Hiyo ni furaha, haitoki kwa Mungu. Furaha kutoka kwa Mungu atakuletea hata hapo kijijini kwako ulikokaa, na utaishi na furaha yake. Utakuwa mfalme katikati ya watu wanaokuzunguka. Hicho ndicho ambacho tunachotaka kutoka kwa Kristo Yesu, kwa maana nguvu ya ufalme iweze kusimama na kutenda kazi. Amen. Tunahama hapa. Kipengele C. Hivi ni vitu vya kutendea kazi ambavyo kila mtu anatakiwa ajiangalie mwenyewe. Yako makundi matatu.
Kundi la kwanza nazungumzia ukale wako. Hapo juu tumeandika ni kipima joto. Kipengele A nasema uwezo wa kiongozi, kwamba mimi kama kiongozi na nikajipime kwa haya: uwezo wa kiongozi kustahimili mabaya, uwezo wa kiongozi kujibu tuhuma, uwezo wa kiongozi kutoa majibu. Hapa ni kipimo cha kiongozi na mambo tumejifunza humu ndani. Tumesema usiwe haraka wa kujibu. Je, mambo yanavyokusonga inakuaje? Unayabebaje? Unawezaje kustahimili kukaa na watu kwa namna fulani? Ndio haya matatu yanayobeba ukale wako. Kama ukale wako uko hai bado, na wewe ni kiongozi, utashindwa kusimamia kazi, utashindwa kuwaendesha, kuwabeba hao ambao uliopewa. Sasa hiyo kazi inafanywaje? Kama hivi tunavyoona tulivyochora hapa ni kielelezo. Chora mistari mitano ambayo ndio hii hapa, 1 2 3 4 5, ambayo iko mitupu. Uwe na box na viboksi 6, ambapo sasa cha 6 hichi kimeandikwa maelezo, maneno. Andika alama hizi za namba 1 2 3 4 5 hapo juu, unaziona. Hichi ninachokieleza kiko hapo juu kwako pia kwenye box. Katika kila maelezo, kila mtu atajibu kwa kujaza namba kama alama ya uwezo wake. Sasa uwezo wangu wa kustahimili mabaya, alama, kuna hii namba 1. Namba 1 imebeba 10%. Namba 2 imebeba 25%. Namba 3 imebeba 50%. Namba 4 imebeba 75%. Namba 5 imebeba 100%. Je, uwezo wangu wa kustahimili mabaya ni umebeba asilimia ngapi? Mabaya yanaponitokea mimi, nakuaje? Nakuwa mtu wa kuhamaki? Nakuwa mtu wa sampuli gani? Sasa hizi ndio asilimia za hizi, unajipima wewe sasa. Na hapo unasema kweli, kwa sababu ndio kazi ya kuiombea sasa, kwamba ni kipengele cha kujikagua, kwamba kama naona nina tatizo katika eneo hili, basi uweze kuwa na nafasi ya kuomba kutengeneza eneo hilo likae vizuri. Mashaka, mateso, kashfa, haya ndio hayo mabaya tunayoyasema. Haya ndio hizo tuhuma tunazosema. Haya ndio majibu yanayotaka kujibu. Unapokutana na upinzani kwa ajili ya Kristo, watu unapoenda kushuhudia, unahubiri, unafundisha, yale yanayorudi kutoka kwa wale unaowapelekea yanakuwa yamebeba labda kashfa. Yanapobeba kashfa, wewe uwezo wako wa kustahimili baya hilo ukoje? Unabebaje? Utainuaje? Karibu. Unasema nini? Ni era basi wakati wanatapia kwangu kwa mashtaka vizuri. Maana nasema hivyo vipi, anafikiri wakati wa cross to your A. Hapa kwangu iko sahihi, ina mashtaka. Cross to your A. Unapokutana na upinzani, uwezo wako ukoje? Unapokutana na mashtaka, uwezo wako wa kujibu tuhuma ambazo zinakukabili kama mashtaka hayo ukoje? Shutuma, unakutana na shutuma, ziwe ni za kweli, yamkini ni watendakazi, mko katika kazi, wanakushutumu. Sasa wewe kama kiongozi, uwezo wako wa kutoa majibu ya shutuma hizo ukoje? Umenenewa mabaya, uwezo wako ukoje katika kujibu, kustahimili ama kutoa kustahimili, kujibu? Kuna hizo tuhuma za kunenewa, hayo unakabilianaje na hizi hali?
Sasa wewe utajaza katika hapa. Utakavyojaza kama ni 1%, unaona kabisa mimi hapa jamani, hii ndio shida ninayo. Mtu akinisema vibaya, akininenea maneno mabaya, siwezi kuvumilia, huwa namfuata. Umeona? Unajibu hapo labda ni kwa 10% ama hamna hata 1% hapo. Mimi naendaga napigana. Naenda nagombana. Naenda najibishana. Hapo pamebeba uponyaji. Kipengele kimebeba uponyaji. Usijaze kama vile unajaza tu. Yaani hapo sasa ni wewe, moyo wako unauweka hapa. Tunakuja kuomba. Sasa yale utakaoandika hapa ndio hayo ambayo utakao kuwa unayaombea. Amen. Mimi nitakuongoza tu, lakini utaomba mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nafikiri hapo nimeeleweka. Nitaeleza alafu kama kuna swali basi mtu atauliza. Lakini kipengele cha pili kuna tabia za kale. Tabia za kale. Hapa ukale wangu ina maana ule utu wa kale. Yaani mimi Helena yule hajafa bado. Hiyo ndio sasa hii ya kwanza. Kwa maana yake mimi nilikuwa mtu akinisema namfuata tu. Namkamata. Tunapigana. Na hata sasa nimeokoka, bado akinisema mtu namfuata, ama nimefika mahali sasa napata ile hasira nataka kwenda kumfuata. Hivyo ama naenda nagombana naye, simpigi sasa. Kwa hiyo naelezea kwamba hapo ni 10%, ama hapa kwa kweli mimi bado yule Helena wa zamani yupo anaishi. Kwa sababu tutakapokuja kuomba ni tunataka huyo Helena aondoke. Amen. Ili tuweze kuishi na kutumika katika namna ambayo imebeba utukufu. Kwa sababu haya ni madhaifu na vizuizi na vipingamizi kwenye utumishi wetu. Sasa tunataka tuwe na utumishi ambao hautazuiliwa na chochote ambacho nimekibeba mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukale wako yule mtu wa zamani kabla hajaokoka bado anaishi leo. Tabia za kale. Kipengele cha pili ni tabia. Tabia haya, mimi kabla sijaokoka nilikuwa kusema lugha chafu. Nilikuwa mbishi. Nilikuwa ni mbea, kiburi. Nilikuwa na wivu, nilikuwa na hasira, nilikuwa siridhiki. Nilikuwa mzinzi, nilikuwa mwizi, nilikuwa msengenyaji, nilikuwa mdaku. Unadakua vitu vya watu, yani wewe kila kitu unataka ukijua alafu unaanza kwenda kusema. Nilikuwa msingiziaji, nilikuwa napenda anasa, nilikuwa mtu wa maneno machafu. Nilikuwa mtu mwenye kijicho. Nikimuona mtu na kitu yani nitasumbuka na umia. Kwa nini yuko nacho? Naenda bwana kijicho kinakuingiza pia kwenye mashindano. Naenda kuingia na kutaka na mimi kuwa kama yeye, mimi kutafuta kama yeye. Hizi ni tabia zinakaa ndani ya watu ambazo ni tabia za kale. Ziko nyingi, sikimeweka chache. Sasa wewe katika kujichunguza kwako ukiona kuna zingine haziko hapa na unazo, weka. Nehemia tulete karatasi. Uweke. Kwa sababu wakati wa kuomba itakusaidia ili usibaki na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi ni tabia. Na utaweka hivyo kwenye 10%. Ukiona hapa mimi bado mbea mpaka leo hii mimi mbea, usiweke hata 10%. Wacha pabaki hivyo hivyo. Ukionyesha kabisa kwamba mimi ni mbea. Lakini cha tatu, manake kadiri Roho Mtakatifu atakavyokuhudumia ni kutokana na wewe ulivyompelekea. Hapa ndio maombi yako hayo. Unayapeleka kwa njia ya maandishi. Unapompelekea mbele, yeye anatazama hilo. Na anapotazama, jamani, Mungu anafanya kazi kwa staili hiyo. Unapopeleka kwake, basi anauangalia moyo wako, anaangalia maneno yako yamefanana. Anakushughulikia. Anaangalia maneno yako, anaangalia moyo wako haujafanana. Hakuna kitu na nini? Haujaenda mahali. Tupatie karatasi 3. Namba 3, tabia za binafsi. Tabia za binafsi nazo pia zimewekwa katika mtazamo huo. Kitini chenu hapo juu kimeandikwa ile 1 10% kwenu imeandikwa.
Okay, maana hapa ya kwanza ilikuwa haina. Okay, kwa hiyo ya kwanza hapa tabia za binafsi, kujikabidhi katika maombi. Tabia za binafsi hiyo sasa wewe ni wewe. Tangu umeokoka na hapa mahali ulipofika, unasikiaje? Je, wakati wa kufanya maombi ama kwenye maombi unajilazimisha? Karibu. Kama hauna katika hizi zilizoandikwa na wewe huna, unaweka 100%. Yaani kwamba wewe huna kabisa, uko huru katika hii. Hizi za huku chini ni unajiona kwamba kidogo sasa hivi afadhali. Unaweka kama ni 10%. Naona niko nusu bado. 50%. Naona nimevuka lakini bado sijaweza kushinda kabisa. 75%. Kwa hiyo kwenye maombi unaona, je, naweza ama mimi mpaka nsukumwe kujisomea Biblia? Mvivu ama nasoma? Ama mpaka nikija kanisani? Kuna watu hawashikagi Biblia mpaka wanakuja kanisani na wameokoka. Ushuhuda wa Kristo uwapo nyumbani, kazini, katika mkusanyiko. Je, kanisani umebeba sura gani? Nyumbani una sura gani? Kazini una sura gani? Katikati ya jamii una sura gani? Ukiona unabadilika kama kinyonga, mtaani wewe mgomvi, kanisani mwimba kwaya. Mtaani wewe hivi, kanisani wewe mtumishi. Tabana. Wengine wakasema mwingine akawa wazi kabisa akasema matuona kanisani. Njooni nyumbani kwetu ndo mtatujua. Ndio mtatufahamu. Maana yake kwamba watu wamebeba raha mbili. Sasa wewe ndio huyo. Uwezo wako wa kuwaongoza wengine kwa mifano, kwa uzoefu. Je, unaongozaje watu? Unawapa karatasi 3. Nina maana kwa sababu hii iko kwenye mtihani. Sasa mimi nataka ubaki na ya kwako hapa. Utajaza kwenye kitini, ni cha kwako. Kwa hiyo utajaza kwenye kitini, utabaki nacho. Karatasi hizo nitazichukua kwa sababu ziko kwenye mtihani. Kwa hiyo utakuwa umeshafanya hivyo vipengele. Kile unajaza hapo unakuwa una tiki tu hapo. Ushuhuda wa Kristo wapo nyumbani, hiyo tumesema. Uwezo wako wa kuwaongoza wengine kwa mifano, kwa uzoefu. Uwezo wa kuachia madaraka kwa wengine. Wewe ni binafsi, uchoyo, utaki watu wapande, utaki hivi, ama wewe ni nani? Uko huru katika kuachia. Maana kama wewe ni kiongozi, lazima uhuru huo upatikane kwako. Utayari wa kuwajibika, unasukumwa ama vipi? Uwezo wa kuwafuata wengine wanapookoka. Je, unajali vipi na unawafuatiliaje watu? Uwezo wa kuwafikiria wengine na kuwatanguliza. Ushirika na wenzako ukiwa katika huduma ukoje? Wewe ndio msababishaji wa ugomvi. Ukiwa kwenye timu watu wanagombana, siku uonekani wanasema afadhali ajaje. Ama umepona hilo. Ushirika na wenzako ukiwa nyumbani. Ushuhudiaji wa Injili kwa wengine mara kwa mara. Unapokuwa na watu una uwezo gani wa kuzungumza nao? Una aibu ama vipi? Unasimamiaje maamuzi ya haki kwa wengine? Kwamba unaona labda mtu amefanya makosa, watu wanagombana, wewe unakuwa muamuzi wa haki, unasimama upande wa Mungu katika kuamua na mambo mengine. Utoaji wako wa sadaka, fungu la 10, shukrani, michango na sadaka nyinginezo. Hapa uaminifu wako umesimamaje katika hili mbele za Mungu? Maana hapa tunatafuta uponyaji, samaha na uponyaji, ili uweze kuanza na Mungu tena kwa upya kwenye kanuni zake. Je, unafurahia katika kile unachokifanya? Wewe kama mtendakazi unafurahia? Wewe kama mtu uliyeokoka unafurahia wokovu? Ama umekaa tu kama vile umelazimishwa ili Bwana aweze kuondoa hicho unaweka? Je, una mzigo na huruma na roho za watu wanaopotea? Kama hauna mzigo, basi utasema, ili kama Bwana aweze kuweka huo mzigo ndani yako. Hizo ndio ni tabia za binafsi ambazo zinamhusu mtu, anatakiwa afanye, atekeleze. Sasa kuna mtu ana swali, mtu hajaelewa ama ana swali. Nimesema kama kuna kitu hakijaandikwa hapo, maana yake hatukuweza kuorodhesha vyote. Kama kuna kitu unaona kiko ndani yako au hujapona, kiorodheshe tu ili kitakusaidia.
wakati wa kuomba nacho kiweze kupigwa defra. Na mtu mwenye swali? Karibu. Mahali pa kujaza. Hizi unaweka tiki, ndio hiyo. Unaona kama hii ya kwanza unaenda nayo. Asilimia yako kama ni 50 unaweka tu tiki hapo. Hauna kitu chochote cha kujaza. Ni tiki tu. Unaenda nayo hivi. Hivi ndio unajaza huko kwenye box. Umeelewa? Kuna mwingine mwenye swali? Tumeelewa? Unajaza tu tiki. Kama hamna kabisa, acha ama weka X kwamba mimi hiyo siko hivyo, kwa hiyo sina asilimia yoyote, ama unaacha. Kwa hiyo inapokuwa iko blank inaonekana kwamba hapo kuna tatizo. Na wewe mwenyewe unajua. Kwa hiyo hata ukienda nyumbani utaendelea kuomba. Tumeelewana? Sasa simunijibu nyanyie wetu sasa. Karibu. Ushirika huu, wewe unapokuwa na watu nyumbani unaishije na watu? Kuna amani? Wewe ndio mgomvi? Wewe labda ukitumwa ukiagizwa utaki? Wewe ni mkorofi? Wewe mwizi nyumbani? Mpaka watu wanaficha pesa, kwa hiyo wanakuogopa. Vitu kama hivi na vingineo vingi tu. Sasa hapo naangalia wewe ni kitu gani kinakufanya unapoteza mapatano na familia, jirani, ndugu hivi. Kuna mwingine ana swali? Hamna. Sasa mimi nikiwaacha mkiendelea mkafanya nyewe polepole, mkala lunch yenu, tukirudi hapa tuombe, alafu tukae tufanye mtihani. Mambo ni mafupi sana, kama nusu saa tu, kama robo saa. Niwaache sasa kila mtu atafakari, ajaze. Si sawa? Mungu awabariki. Karibu. Unawekea pale kwenye 25%. Weka tiki tu. Ndio maana iko pale kwenye kiboso. Ukiweka tiki kwenye 25% inajulikana ni 25. Amen. Karibu.
Amina. Karibu. Amina. Baraba, hongereni na kazi na darasa. Mnafaidi. Amen. Naongeza maarifa. Karibu. Asubuhi leo nilikuwa kule kule. Akawa amenipigia mchungaji Glory. Hasa alipokuwa anaongea nikasema labda simu yangu simsikii vizuri. Nikaongeza sauti ili niweze kumpata vizuri. Kule nilipo akaniambia naumwa leo.